Nimefikiria jambo lingine ya kwamba hatutakiwi kupoa jumla, tunatakiwa tuwe na soko la jioni. Wilaya nyingine na maeneo mengine yanafanyika. Jana nilikuwa nimefuatana na mwenyekiti, lakini pamoja na wataalamu wengine tumeenda kuliangalia eneo ambalo tumeliona linafaa. Kwa hiyo nimewaagiza wataalamu waanze kwenda kufanya feasibility study, tuweze kupata BOQ, tujue gharama, ili nianze kuitafuta fedha itakuwa tuwezesha kujenga soko pale la jioni, ili ikifika saa 12 jioni mpaka saa 4 au saa 5 saa 6 usiku, ni kwamba kuna baadhi ya huduma una uwezo wa kuzipata sehemu. Tunajipambanua ili tuweze kufika mbali. Na nashukuru hatukuwahi kuwa na viwanda vya uchakataji wa magogo, tumeweza kuwa navyo sasa hivi. Na washukuru kwa maoni yenu ya kwamba tulivyokaribisha viwanda, uvunaji wa miti umeongezeka kwa kiwango kikubwa. Ni lazima tujipange namna gani ya kuweza kurudishia, na tumeshaweka mpango, tunaenda kwenye utekelezaji, na kabla hata mjatoa maoni ilikuwa tushaanza. Lakini kitu kingine kwenye upande wa sekta ya madini, hatuwezi tukujivuna kwamba wilaya Ludewa tuna madini, Liganga, Mchuchuma, Magaga Matitu, Ketewaka. Impact ni ipi? Serikali kuu imeendelea kufanya vizuri. Mheshimiwa Rais kupitia wizara zake, wawekezaji wameweza kutafutwa, wameweza kuletwa. Lakini sisi huku chini katika ngazi ya wilaya ndio hivyo tunapambana. Tumeweza kupata wawekezaji ambao wanakuja kutumia rasilimali hiyo kujenga kiwanda cha saruji. Wawekezaji hao wanakuja kujenga kiwanda cha kuchakata haya madini. Lakini kuhakikisha tunavibeba vikundi vidogo vidogo. Mfano mwanzo wakati nawaeleza wananchi wa Masimbwe na Mkiu walikuwa wanaona kama hadithi, lakini mpaka juzi tayari dirisha limeshafungwa na wamemaliza kulipa fidia. Mkiu shilingi milioni 900 kwa ajili ya kujenga kiwanda cha kuchakata madini ya rare earth elements pamoja na machimbo. Lakini pia kwenye kijiji cha Masimbwe wameshalipwa tayari bilioni 2.5 kwenye kijiji cha Masimbwe kwa ajili ya kujenga kwa kiwanda cha saruji. Kwa hiyo jambo kubwa ni kwamba hizi fursa zinazokuja ni lazima ziendane na fursa nyinginezo. Na fursa hizi ndugu zangu sio kwa ajili ya upande wetu hawa tu wafanya biashara. Hakuna sheria inayomzuia hata mtumishi wa serikali naye kujiunga pia. Naomba niseme kitu kimoja, mtafute hela. Pesa ndiyo dawa ya majungu. Pesa ndiyo tiba ya stress zisizokuwa na sababu. Lakini jambo lingine, nimshukuru kijana pale, amezungumza very short. Yalitoa vitu viwili. Alisema kwamba tunapoenda kufanya vitu tuzingatie weredi katika uzalishaji. Kila tunachokifanya tutumie weredi kwenye uzalishaji. Umpo wataalamu, ninaamini wataalamu mtatusaidia sana. Mfano kama idara ya kilimo. Kwenye upande wa kilimo, mimi nilipofika tuliweka malengo kwamba miaka mitatu 2024, 2025, 2026 tuwe tayari tumefikia malengo ya uzalishaji kwenda mara 2 ya kiwango tulichopo. Tumeanza na nimeanza kuona matokeo. Kwenye kahawa nimeanza kuona matokeo, tunaenda. Na mmeweza kunisikia hata simu nikiwa nazungumza na meneja wa kanda wa bodi na lalamika kwamba mbegu nilizoletwa ni chache. Nimemtafuta kweli tangu asubuhi, amenipigia hapa kwenye kikao, na kweli ametoaida na tuongezea. Dhamira yangu ni kwamba uzalishaji upande juu zaidi ndio itafungua milango ya biashara. Na tuna dhamira ni kwamba kuongeza uzalishaji hata kwenye mazao yale ambayo hayakuwepo, lakini rutuba ya ardhi yetu inaruhusu. Mfano zao la ufuta, kupitia halmashauri tumeshaandaa mbegu kwa ajili ya kuleta. Na nikaomba kabisa, kwa sababu ufuta masharti yake ni lazima uchanganye na mchanga ndipo upande. Yaani mchanga uchanganywe huko halmashauri. Maana ndugu zangu wa kule Luilo, Masasi na Iwela, ukiwapelekea ufuta tu bila kuchanganya mchanga, mkutano kabla hujaisha wa kugawa mbegu unakuta mbegu zote zimeshaliwa. Kwa hiyo hayo ndio malengo. Lakini kwa upande wa watumishi wenzangu, kupitia baraza hili la biashara, hawa wafanya biashara wanachokihitaji, biashara inahitaji kunyooka. Kama walivyozungumza watu wa benki ya kwamba ndani ya siku 7, ndani ya masaa 24, ndani ya siku 3 mkopo au unachokihitaji huduma unaipata. Basi ndivyo ambavyo inatakiwa tuadapt hata kwenye ofisi zetu. Iwe ni manunuzi, iwe ni finance, iwe ni agro, iwe ni wapi, kila sehemu. Na wakati wote nazungumza na niko hivi vikao. Leo ni share na nyofu ya biashara. Wakati wote wao tunazungumzia zero bureaucracy. Lazima tukate red tapes zinazotufanya kwamba mambo yanakuwa mengi. Mtu anahitaji huduma inatakiwa kuwa hivi tu, lakini unampatia mzunguko kona nyingi
ili biashara ziende zinahitaji hivyo vitu viwili. Lazima tujiondoe kabisa kwenye bureaucracy. Lakini kitu kingine ambacho ni adui wa biashara, politics. Na hata kwenye mataifa ambayo yameendelea, vitu viwili: zero bureaucracy, zero politics. Hakuna urasimu, hakuna siasa. Unapozungumzia biashara, biashara haihitaji siasa. Siasa haijawahi kumletea mtu nini? Faida ya kibiashara.